Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Vita kati ya Iran na Israel zinapiganwa kimkakati. Vita hivi vinatumia teknolojia ya hadi ya juu, lakini pia ni vita ambavyo vinatumia majasusi katika kufanya makabiliano. Hata wakati Iran inashambuliwa na Israel, ni mfumo wa ujasusi wa Israel uliofanikiwa na hatimaye kuhakikisha inafanya mashambulizi hayo ambayo kwa namna moja ama nyingine yaliibua wasiwasi mkubwa katika ulimwengu na hatimaye Iran kuanzisha mashambulizi ya kulipa kisasi. Sasa uwepo wa majasusi katika pande zote ndio ambao unaendesha vita hivi. Wakati huu inaelezwa kwamba Iran imewakamata majasusi wa Mossad kutoka nchini Israel katika eneo la magharibi mwa taifa hilo la Kiajemi. Vikosi vya usalama vya Iran vinadai kuwakamata majasusi wawili kutoka shirika la ujasusi la Mossad la utawala wa Israel katika maeneo ya kaskazini magharibi mwa Iran. Kamandi ya polisi ya Iran ilitangaza Jumamosi kuwa maafisa hao wawili wa Mossad walikamatwa katika kaunti ya Sabujbolagh mkoani Alborz kaskazini magharibi mwa Iran. Taarifa hiyo imesema kupitia juhudi za polisi wa mkoa wa Alborz, wanachama wawili wa kundi la Mossad la nchini Israel walikamatwa. Taarifa hiyo ilibainisha kuwa wanachama hao wa Mossad walikuwa wakitengeneza mabomu, vilipuzi, mitego iliyotegwa na vifaa vya kielektroniki katika nyumba moja ya kundi hilo ambalo wamekutwa vijana hao. Shirika la kijasusi la Mossad husimamia shughuli za kijasusi na operesheni za siri nje ya mipaka ya utawala wa Israel. Maafisa hao wa usalama wa Iran wamekuwa wakisisitiza mara kwa mara kwamba wa Iran wako macho dhidi ya adui Mwisraeli ambaye amekuwa akifanya juhudi kubwa za kuidhuru Iran katika miongo kadhaa iliyopita. Jumaa asubuhi utawala wa Israel ulianzisha uchokozi mpya dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Hii ilisababisha kuuawa kwa makamanda kadhaa wakuu wa jeshi la Iran na wanasayansi wa nyuklia pamoja na kuwaua raia wengi wakiwemo wanawake na watoto. Hata hivyo, mashambulizi haya yaliendeshwa kutokana na kile ambacho kilifanywa na majasusi wa Mossad ambao waliweza kufanikiwa katika namna ya kuweza kuishambulia Iran. Katika kujibu uchokozi huo, Iran ilitekeleza mashambulizi makubwa ya makombora na ndege zisizokuwa na rubani katika maeneo yanayokaliwa mnamo siku ya Ijumaa na Jumamosi na hata Jumapili, ikiwa ni hatua ya kujihami. Mashambulizi ya Iran yalilenga maeneo ya viwanda vya kijeshi katika miji kama vile mji mkuu wa Tel Aviv, jiji la bandari linalokaliwa la Haifa na maeneo mengine ndani ya utawala wa Israel, ambapo hadi wakati huu kulingana na taarifa zilizotolewa na Israel ni kwamba watu 15 pekee ndio ambao wameuawa, lakini pia hizi ni taarifa zilizotolewa na serikali bila uchunguzi huru unaofanywa na vyombo vya habari, kwani vyombo vya habari nchini humo vinazuiwa kuchukua baadhi ya taarifa nyeti za taifa hilo. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.